Baraka. Ndio unamwangalia Christina? Kuna muangalia Christina. Labda tumia message kaniambia nipeleke nimpelekee chakula. Amesema kwamba vyakula vya pale leo, amesema kidogo ratiba ya leo inavyosema anahitaji vitu fulani vya Kiswahili. Sasa Baraka, tuongelee kuhusiana na hili sakata ambalo linaendelea kuhusiana na Ally Kamwe na huyu mkuu wa mkoa wa Masu. Tujue tukumbuke hapo jana alikuwa selo, lakini tayari kashachiliwa. Kwa kweli sakata kwanza linaloendelea, hebu kuongea na watazamaji. Kwanza ni watoe hofu wana Yanga. Ally Kamwe hakuwa selo. Kwa wapi? Ally Kamwe alishikiliwa na polisi. Kushikiliwa maana yake sawa, sio kuingizwa selo. Yule ni mtu mzito, hawezi kuingizwa selo. Kwa sababu gani? Hana sababu za msingi za kumuingiza selo. Kwa hiyo alikuwa kwenye chumba maalum kwa ajili ya kufanya naye mahojiano kadhaa. Sijui umeelewa? Lakini mimi nataka niseme swala moja. Mpira wetu wa Tanzania umekuwa ukipamba kasi sana, ukiwa unafanya vizuri sana, lakini cha ajabu tunaona watu wanakosa uweledi. Viongozi wetu, naomba mchague kitu kimoja. Ukiwa na kofia ya uongozi na unaamua kuzungumzia mpira, kumbuka mpira ni mchezo wa kishabiki, ni mchezo wenye maneno mengi, ni mchezo wa hisia. Sasa ukiwa una kofia yako ya mamlaka ya serikali au uongozi wa kiserikali, kumbuka ukiamua kuzungumzia mpira kishabiki, watu watajadili na wewe kishabiki. Sasa haya mambo mnayoyaleta kufungia watu, kuwanyima uhuru wasemaji, mnatukosea. Wasemaji ndio wanaoleta chachu ya mpira. Msiwape mipaka mingi, mnawapa mipaka mingi sana. Umeamua kuingia kwenye mpira, atadili na wewe. Sio, umeelewa? Kwa sababu yule yupo kwa ajili ya Young Africans, yupo kwa ajili ya kuhamasisha, yupo kwa ajili ya kufanya motivation. Sasa hivyo ni moja ya vitu vya kuhamasisha, ni moja ya kutengeneza stories ambazo zinaweza kutupushi sisi wananchi, sawa, na washabiki wa mpira. Sasa wewe unaingia katika mpira, alafu una mipaka yako, yani wewe huna mipaka. Wewe unatusema sisi unavyojisikia, ila sisi kukujibu tuwe na mipaka. Hilo ni kosa. Sijui umeelewa? Mmeamua kuingia kwenye mpira, basi kubalini na yote yanayotokea kwenye mpira. Mpira una maneno mengi sana. Mpira ni mambo ya ajabu sana. Mimi juzi nilikuwa namsema kweli Christina Mwaga, lakini jana nimepiga naye story, tunapiga na picha. Sijui umeelewa? Huo ndio mpira. Nimemsema sana Ahmed Ally, lakini juzi nakutana naye KMC, tunapiga story mpaka kwenye gari, tunaongea vizuri kirafiki. Huo ndio mpira. Lakini mkiuleta mpira kama uadui, mnapandikiza uadui, na iko kitu hakitakiwi kwenye soka. Sio, umeelewa? Tubakini kwenye misingi ya mpira. Kama upo kwenye uongozi, baki kwenye misingi yako ya uongozi. Sawa? Kwani kuna ulazima gani wa kujionyesha kwamba wewe una mapenzi fulani? Si unaweza ukawa mkuu wa mkoa tu ukasema bwana, mimi ni mkuu wa mkoa Tabora na support timu yangu ya Tabora, basi naomba labda nitawaahidi kiasi fulani. Sio mbaya kutoa ahadi, imeisha. Lakini haina haja ya kusema sijui mimi hakuna timu naihofia hapa Tanzania zaidi ya Simba Sports Club. Maana yake nini? Unaionyesha kwamba Young Africans si kitu, si lolote. Wewe tayari hapo unatafuta undani wana Yanga. Si umeelewa? Sasa hilo ni tatizo. Ukiongea kishabiki utajibiwa kishabiki, regardless una cheo gani katika hii nchi. Sawa? Mama Samia Suluhu mwenyewe Hassan anaelewa kabisa mpira wetu, sawa, una maneno ya kishabiki, una maneno ya kimpira. Maana FA wanataniana, tunaona kina waziri mkuu wanataniana. Si umeelewa? Wewe kwa nini wewe unataniwa, wewe unajaribu kupeleka watu polisi? Hiyo haiko sawa. Mnawanyima uhuru wa kuongea wasemaji, ile ni kazi yao. Si umeelewa? Ile ni kazi na anaifanya katika misimamo yake sahihi, kwa sababu yeye anazungumzia mpira. Umeingia katika engo yake na yeye atadili na wewe. Sasa tunaomba viongozi wetu, tunawapenda, tunawaheshimu. Mkiamua kuingilia mpira, basi kubalini na yote ya kimpira. Maneno, majungu, kebehi, sawa, utani, vyote mvikubali. Huo ndio mpira. Lakini mkitaka kuonesha kofia zenu nyingine, mnatukosea. Sawa, tushinde kuwatania kwa sababu ya kofia zenu nyingine, akati huku nyinyi mnatutania au mnatuchokonoa. Sio kweli. Tubakini katika, yani naomba mamlaka za soka hapa nchini, jamani, msiwabane waandishi, msiwabane wanahabari wetu. Mnawabana mpaka mnapoteza mvuto. Kitu kidogo tu makosa, kitu kidogo kosa, kitu kidogo kosa. Hiyo hatujengi, tunaharibu. Wapeni uhuru. Sawa, hawa ndio wanaokuza soka, wasemaji wetu. Tunamshuhudia
Ally Kamwe anafanya vitu vikubwa sana. Mapokezi ya Ally Kamwe unaweza kujua sijui rais anakuja. Sio, umeelewa? Hayo yote ni kazi yake kubwa anayoifanya. Sawa? Sasa nyinyi baadaye ya kumtia moyo mnajaribu kutafuta njia. Mnakuwa kama maadui, yani mnamuinda. Sasa maisha gani hayo? Mtu amejitafuta mwenyewe mpaka kufikia pale. Leo hii wewe eti unamtafuta, unataka umshushe. Hilo ni kosa jamani. Ajira hakuna. Sawa? Watu wanapambana, wanaumiza kichwa, wanakuwa wabunifu kwa ajili ya kuhakikisha wanatendea haki ofisi walizokabidhiwa. Nyinyi ndio kwanza mnataka kuandamiza. Mnakosea. Wanaosema kwamba Ally Kamwe wamekosea. Kwako hivi. Ally Kamwe amekosea vipi? Hebu nipe vidhibitisho Ally Kamwe kakosea. Si kumtaja, walipenda kukosea kumtaja rais. Ndio umevaa shati la kitenge. Hasa shida gani hapo? Shati la kitenge tunavaa hata sisi jamani. Shati la kitenge ndio kosa. Kuambiwa wewe chacha utachacha ndio kosa. Jamani tusifike huko bwana. Tusifike huko kabisa, tunakosea bwana. Yaani kuambia bwana mkuu, mheshimiwa mkuu wa mkoa wewe ni chacha, basi utachacha. Sababu hizo ni kauli za kimpira, mbona vitu vya kawaida. Alafu alionyesha kabisa kwamba mambo ni ya kimpira, walisalimiana akaongea vizuri. Na shangaa baadaye mnaenda kumtafuta mtu na tuliona na niliu wakiwa wanasalimiana pale uwanjani. Hayo mambo gani rafiki yangu? Hayo mambo gani hayo? Huo si utekaji huo. Huo ni utekaji. Huo ni utekaji. Unaongea naye mtu vizuri afu nyuma pazia kama una mpango kwenda kumteka. Unasema hajahusika yeye. Asa hajahusika, sawa hajahusika, lakini mamlaka zipo chini yake kwenye mkoa ule. Ana kitu cha kufanya. Kwa nini ana kitu cha kufanya? Na yeye ndo mwakilishi wa rais katika mkoa ule. Yeye ndo anachoongea pale, anaongea rais. Akisema Ally mwacheni anaachiwa. Sio, umeelewa? Angesema Ally hana shida. Maana yake ikatoa go ahead. Sio, umeelewa? Mheshimiwa Chacha, tunakuomba ukiamua kudili na mpira, dili na mpira. Ukiamua kudili na mpira na uongozi, ukubali kwamba mpira una maneno ya ajabu. Ukubali mpira una utani na usiwe mkali. Vyombo vya polisi, jeshi letu la ulinzi na usalama tunawapenda, tunaheshimu kazi mnayoifanya, lakini tunaomba pia msiwabane watu katika kazi zao. Sio, umeelewa? Msiwabane. Mapolisi tunapiga nao hadi picha, tunapiga nao story. Vizuri tu. Lakini nashangaa huku Ally Kamwe. Jamani hapana. Huyu Ally Kamwe mmemsakama sana. Itoshe kusema hivyo. Mmemsakama sana kijana watu. Ana shida gani jamani? Kawakosea ni kutangaza kamjengea nyumba mama yake. Yaani imekuwa vita, yani anatafutwa. Jamani msiwe hivyo. Inabidi mwasupport vijana wakipambana. Lakini mkiwakandamiza mnakosea. Mbona serikali yetu ina support sana vijana? Nyinyi mnashindwa kusupport. Mliwafunga. Mbona walitufunga hapa? Si tulimfunga mtu hapa. Christina alifungwa hapa. Tulimfunga mtu KC hapa, alikuja wakatufunga 3-1. Mimi nikamsenyeta 3-0. Kwa nini mimi unitie selo? Au kwa sababu hujapata goli? Acheni bwana mambo kama hayo. Mpira wetu usiendeshwe hivyo. Tubakini kwenye mpira. Simba na Yanga sio maadui, sisi ni watani. Inajulikana ni utani. Lakini mkiwekea hivi mnatengeneza uadui, mnatengeneza chuki, hazitotusaidia katika mpira wetu. Hazitotusaidia. Tubakini jamani katika misingi yetu. Hizi sisi ni watani wa jadi, Simba na Yanga. Hizi timu nyingine tuzungumzie mpira. Tutaniane kimpira, tuishi kimpira, lakini tukianza kuweka mabifu, mambo ya ajabu, haitotusaidia. Mimi naongea kama Baraka Yanga hapa Makumbusho. Sisi hatuna Makumbusho hapa, tunataniana kinoma noma. Sio, umeelewa? Tunataniana kinoma noma hapa. Kina hata kupigana tujai. Lakini mambo mnayotengeneza sasa hivi, mimi ndio maana nasema mamlaka zetu za soka Tanzania, TFF na bodi ya ligi wameshindwa kuongoza mpira. Kwa sababu sasa hivi mabifu, mpira wa bongo umejaa mabifu, na yote ni kwa sababu ya kutumia hizo busara na kujaribu kuwabeba watu fulani. Lazima mzue mabifu kama haya yanayoendelea. Tunaona kabisa mabifu, kuna watu wanatumwa. Fanya hiki. Hizo ni shida. Mmeshindwa kutuongozea mpira wetu. Kaeni pembeni. Sasa Baraka, maliza na kitu kimoja. Nataka urejee kauli ya Ahmed Ally ya kusema hii tu. Hii tunapita au tunafuka. Wewe bwana wewe. Ngoja nikwambie, kufuka kuna kwingi. Sawa, Waisraeli walivuka. Sawa? Lakini kuna watu wanaovuka mito. Sawa? Kuna watu wanaovuka moto. Sawa? Hasa watueleze wao wanavuka nini. Unajua ile kauli tata, hii tunavuka. Kumbe pengine wao walikuwa wanazungumzia kuvuka mto. Pengine walikuwa wanaruhusia wanaongelea kuvuka mto. Kumbe wana Simba, ulizeni mnavuka nini? Sio mnaambiwa tu hii tunavuka nini? Nataka unyeka kwa sema kwamba si toleni kwa chini, ajifunze kwa Ally Kamwe. Kauli ile unavuka nini? Ajifunze. Hii tunavuka. Ajifunze kwa Ally Kamwe. Kauli haieleweki. Wewe unaelewa hii tunavuka nini?
Ni paka. Nusu. Nusu. Sasa nusu nasema wewe umesema hii tunavuka. Haya sasa hii tunavuka, ushakula chuma mbili. Tena la tatu nikakuonea huruma tu, sio offside. Sasa hii unavuka nini? Ngoja niwaambie jamani, sawa? Kuna vitu vingi sana vya kujifunza Young Africans. Kuanzia uongozi, sawa? Kuanzia wasemaji wetu, sawa? Kuanzia quality ya wachezaji tunawaleta, kuanzia waongeaji, mashabiki waongeaji wa Young Africans, sawa? Na kila kitu kinachotokea Young Africans. Young Africans imetawaliwa na upendo. Sawa, Young Africans kuna upendo mkubwa wa hali ya juu. Jifunzeni kwanza kuwa na upendo. Kwa sababu pale Simba panaonekana hata upendo hakuna. Ndio maana kunakuwa na mambo kama yale. Kuweni kwanza na upendo katika klabu yenu, alafu punguzeni wazee hao. Shukrani sana. Asante.